Ndugu mtazamaji unayenitazama mahali popote ndani ya nchi au nje ya nchi, mahali popote duniani, tunaendelea na safari yetu ya kusafiri pamoja na Mungu wetu. Tutaangalia neno la Mungu katika kitabu cha Wakorinto mlango wa 12 mstari ule wa 4 mpaka wa ule wa 7. Nasoma: basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti ya kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Mungu wetu ni mwema sana. Tumepewa ufunuo wa Roho kwa ajili ya kufaidiana. Mungu akikupa ufunuo wa neno lake kwa ajili ya kuponya watu, sio kwa ajili yako mwenyewe, ni kwa ajili ya watu wa Mungu ili wapone. Nyakati tunazoziishi nyakati za hatari sana. Ni wakati ambapo kila mmoja anatakiwa atazame, aseme njoo, njoo Bwana, njoo Bwana. Kila mmoja aruhusu kwenye moyo wake kwamba Yesu aje, Yesu aje, kwa sababu tunaishi katika nyakati za hatari sana ambapo shetani anashambulia watu wa Mungu. Kwa sasa hivi shetani anafanya kazi, mfumo wa kuzimu unasomana na duniani. Matendo yanayofanyika, yanayoendelea sasa hivi katika jamii ya wanadamu sio ya kawaida sana, kwa sababu watu wamebadilika mioyo. Watu wamebadilika mioyo yao kiasi ambacho hata ile hekima na maneno la hekima na maarifa limekosekana ndani ya watu wa Mungu, kwa sababu si kwa akili zao wenyewe. Kuna vitu vingine, kuna roho za kuzimu zinazotenda kazi. Tunachotakiwa sasa hivi watu wa Mungu ni kumuomba sana Mungu, kusoma neno lake sana, kutumia neno la maarifa. Tukiona neno la Mungu linasema kwamba kuzipo karama mbalimbali ambazo Mungu ametupa sisi, na unaweza kutumia damu ya Yesu. Ukachukua maji yako tu, ukachukua maji yako ukayaombea, ukayabadilisha kuwa damu ya Yesu. Ukishayabadilisha